Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Sofia Amani. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Watu watatu wafariki dunia baada ya kujeruhiwa kwa risasi wakitoroka polisi mkoani Mbeya. Katika biashara, Tume ya Ushindani Tanzania Bara na Tume ya Ushindani Zanzibar zaingia makubaliano ya ushirikiano kulinda mlaji dhidi ya bidhaa feki. Na katika habari za kimataifa, Umoja wa Ulaya wathibitisha kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie mkoani Mbeya ambapo tunaelezwa kuwa watuhumiwa wa tukio la utekaji na mauaji ya mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mzumbe Shairoz Michael Mabula lililotokea Septemba 13 mwaka huu jijini Mbeya wamefariki dunia baada ya kujeruhiwa kwa risasi wakati wakijaribu kuwatoroka polisi. Taarifa Daniel Simarta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Hayo yameelezwa na kamanda wa polisi mkoani Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga, kuwa baada ya kutokea tukio la utekaji na mauaji ya mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya, Shairoz Mabula, jeshi la polisi lilimkamata mtuhumiwa mmoja ambaye alikubali kuwapeleka askari mahali alipomtuhumiwa mwenzake. Kwa hiyo askari alipojaribu kumkamata mtuhumiwa, alichomoa kisu ghafla na kuanza kuwatishia askari. Kwa hiyo askari walifyatua risasi hewani na kumuonya mtuhumiwa ajisalimishe yeye mwenyewe. Baada ya kaidi amri hiyo, askari wengine waliokuwepo karibu waliweza kufyatua risasi nyingine iliyompata kwenye mguu wa kushoto na huyo mtuhumiwa akaanguka chini. Kwa hiyo wakati wa purukushani hizo, mtuhumiwa Webusta William Mwantebele naye aliona ndo nafasi ya kuweza kuwakimbia askari, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya, lakini walipofikishwa pale kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamekwisha fariki dunia. Aidha, kamanda Kuzaga amesema kuwa baada ya upekuzi watuhumiwa walikutwa na pingu, kisu na vitambulisho feki vilivyoonyeshwa wao ni askari wa Jeshi la Wananchi na JKT, huku akieleza namna ambavyo mtuhumiwa wa tatu Marwa Nyahega John alivyopoteza maisha wakati naye akijaribu kuwatoroka polisi maeneo ya Isese jijini Mbeya. Kwa mtuhumiwa huyo baada ya mahojiano alikwenda kuwaonyesha askari kwa huyo mganga na ambako walipeleka hicho kidole cha huyo marehemu pamoja na nguo zake za ndani. Sasa wakiwa njiani kuelekea kwa huyo mganga, mtuhumiwa Marwa Nyahega John alikupuka ghafla wakati gari ikiwa kwenye mwendo na akajirusha chini kutoka kwenye gari, kitendo ambacho kilipelekea mtuhumiwa huyo alipata jeraha kubwa kichwani, na kutokana na jeraha hilo askari pia waliweza tena kumkimbiza katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya ili aweze kutibiwa, tuweze kuendelea naye katika mahojiano, lakini kutokana na jeraha lile na kuvuja damu basi akawa amefariki dunia. Kabla ya kumteka mwanafunzi huyo wa Chuo Kikuu Mzumbe, watuhumiwa hao wanadaiwa kufanya jaribio la kumteka binti mwingine wa familia ya Dr. Mabula ambaye anaeleza namna alivyonusurika, huku baba mzazi wa mwanafunzi huyo akazungumzia tukio hilo. Alikuwa kavaa koti kafunika hadi usoni. Kwa hiyo sikuweza kutambua vizuri maana alikuwa sijavaa miwani, kwa asubuhi sana. Ile nashuka nikakutana na gari kawa inapandisha. Kugeuka nikamwona yule kaka kwa nyuma kawa anakuja anaongea na simu. Ile gari ilivyogeuza inaonekana yule kaka aliingia. Ilivyosogea kukaribiana na mimi wakasimama upande wangu kwa wapa pembeni. Kwa ghafla akatoka yule kaka kanipiga roba ambaye nilipishana naye njia panda. Akaniambia ukipiga kelele utakuua, ingia kwenye gari. Nilipopiga kelele akarudi kwenye gari akaondoka. Ni tukio lilikuwa la kusikitisha na kufedhehesha. Tukio ambalo haliwezi likaelezeka na kulimaliza. Lakini baada ya kutokea hili tukio, moja kwa moja nilitoa taarifa kwenye jeshi la polisi. Polisi wakaanza kazi, wamepambana mpaka hapo wahalifu pengine wasiwe wote, lakini mpaka asilimia kubwa jeshi la polisi limefanya kazi kubwa. Asante sana Daniel Simarta kwa taarifa hiyo.
Mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa endapo wananchi watampa ridhaa ya kuongoza nchi, serikali itawawezesha wavuvi na wafugaji wilayani Pangani mkoani Tanga kwa kuhakikisha upatikanaji wa mikopo, masoko na miundombinu ya kisasa ya kusaidia sekta hizo muhimu za kiuchumi. Taarifa ya mwanahabari wetu Josephine Kaponya inasoma hapa studio na Rachel Chacha. Dr. Samia amesema hayo Jumatatu Septemba 29 katika viwanja vya Gombero Pangani mkoani Tanga wakati akizungumza na wananchi na kueleza kuwa mpaka sasa serikali imeanza mchakato wa ujenzi wa soko la kimataifa la samaki katika kata ya Kipumbwi, mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 1.3. Soko hilo litajumuisha pia vifaa vya kukaushia dagaa kwa lengo la kuongeza thamani ya mazao ya uvuvi, kupanua masoko na kuongeza kipato cha wananchi. Lakini niseme kwenye uvuvi tuliwezesha upatikanaji wa boti 15 zinazokwenda mbali baharini kwa ajili ya shughuli za uvuvi wa dagaa na samaki. Ninakumbuka nilizindua pia mradi huu wenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 600 ambao utaongeza fursa za ajira kwa vijana wetu. Lakini sambamba na hilo, tumeanza ujenzi wa soko la samaki la kimataifa pale kata ya Kipumbwi. Mradi huu wa shilingi bilioni 1 na milioni 300 utakaokuwa na vifaa vya kukaushia dagaa pia ni muhimu katika kuongezea kipato wavuvi na kuchochea maendeleo ya wilaya yetu. Na nataka niseme hayo ni awamu yaliyopita, lakini awamu ijayo tutaendelea kuwashika mkono wavuvi na kuongeza kipato chao. Baada ya mkutano huo, Dr. Samia amefanya mikutano mingine miwili ikiwemo Muheza na Tanga mjini na amewaomba kura wa Tanzania huku akiwaahidi kutekeleza miradi ya maendeleo kupitia ilani ya chama hicho. Wagombea ubunge nao wameeleza utekelezaji wa ilani hiyo na kusema kuwa Dr. Samia ametekeleza miradi mingi ya maendeleo mkoani Tanga ikiwemo bandari, vyuo, shule, maji, barabara na miradi mingine, hivyo watahakikisha wanampatia ushindi kwa kusaka kura kwa wananchi. Elekeza utiwe saini mkataba wa miji 28 wa mradi wa miji 28 ambao kwa Muheza unakwenda kugusa kata 17 kati ya kata 37. Mradi huu ambao umefikia 72% kwenye utekelezaji wake hapa Muheza, ambapo tunapata jumla shilingi bilioni 40, utakapokamilika hali ya upatikanaji wa maji vijijini itakuwa 86% na mjini itakuwa 100%. Jukumu langu kama mbunge na waheshimiwa madiwani wenzangu kwenda kusimamia. Umetueleza unakwenda kujenga barabara ya Pangani mpaka Muheza. Umetuelekeza kwamba tunaenda kujenga barabara ya kutoka Kabuku inaenda Gendagenda inakuja Langoni mpaka Mwela. Hivi tuseme nini? Leo wilaya yetu ya Pangani hapa mjini kila mtaa unatutandazia lami. Hivi tuseme nini Daktari Samia Suluhu Hassan? Lakini kubwa, sisi wananchi wa Pangani, Daktari Samia Suluhu Hassan ametujengea barabara. Na wilaya ya Pangani ni wilaya ya utalii. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, sina mashaka kwa dua za masharifu wa wilaya ya Pangani, kwa namna wanavyoziomba utashinda kwa kishindo. Kampeni za kunadi sera za ilani ya chama cha CCM bado zinaendelea mkoani Tanga. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mgombea wa nafasi ya rais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi ameahidi kujenga masoko makubwa mapya 5 zaidi ili kuwawezesha wafanyabiashara kufanya biashara zao katika mazingira mazuri zaidi. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Rachel Chacha. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipozungumza na wafanyabiashara wa soko la Mwanakwerekwe akiwa katika mwendelezo wa kampeni za uchaguzi. Ameyataja maeneo yatakayojengewa masoko hayo mapya kuwa ni Kinyasini, Mwera, Kibanda Maiti, Kisahuni na kwa Hija Tumbo. Dr. Mwinyi amebainisha kuwa kukamilika kwa masoko hayo mapya yataondoa msongamano unaosababishwa na uchache wa nafasi pamoja na kupungua kwa kodi wanazotozwa wafanyabiashara hivi sasa. Rais Dr. Mwinyi amewaomba wafanyabiashara na wananchi kumchagua tena pamoja na wabunge, wawakilishi na madiwani wa CCM ili kuiongoza tena Zanzibar na aweze kutimiza dhamira ya ujenzi huo wa masoko chini ya kauli mbiu yake ya yajayo ni neema zaidi. Tunatambua ufinyu wa nafasi katika soko letu, na ndio maana ahadi yetu ni kwamba kipindi kijacho tutajenga masoko mengi zaidi. Sasa hivi kuna soko tunalikamilisha la Mombasa, baada ya muda mfupi litafunguliwa, lakini tutajenga Kibanda Maiti, Fuoni, Mwera, kwa Hija Tumbo,
alimradi sehemu zote tutajaza masoko ili mazingira ya kazi yawe bora zaidi kuliko ilivyo hivi sasa katika maeneo mengi. Wengine nimeambiwa tatizo la vibaraza kuwa vidogo, lakini hata hivyo vidogo wakati mwingine zaidi ya mtu mmoja anapewa, wanachangia vibaraza. Kwa hivyo tukiongeza masoko, manake tatizo hilo litakwisha. Aidha, amewasisitiza wananchi kudumisha amani ya nchi na kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura ili kutumia haki yao ya kikatiba ya kuchagua viongozi wao. Katika soko letu hili na wafanyabiashara wote kwa ujumla, bado tuna imani na wewe na tutaendelea kuwa na imani na wewe pale itakapofika 29 Oktoba. Tunajua tunafanya nini. Wafanya biashara, kabla hatujaingia katika biashara yetu siku ile, tutahakikisha kwamba katika maeneo yetu mbalimbali, kwa sababu soko mheshimiwa limekusanya takriban Tanzania nzima, tuna mikoa yote humu ndani, kwa hiyo tuna majimbo yote humu ndani, kila mmoja atakuwa ni balozi kwa mwenzake ili kwenda kufikisha salamu za wafanya biashara wazungumza nini katika maeneo yetu. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Tanzania imeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kimataifa ya moyo, huku jumla ya watoto 15,000 wakitajwa kuwa na uhitaji wa upasuaji kutokana na matatizo hayo, na kati yao watoto 4,000 ambao wapo taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete wana uhitaji wa upasuaji wa haraka. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, Dr. Peter Kisenge, wakati wa hafla fupi ya kusaini makubaliano ya ushirikiano baina ya kampuni ya simu za mkononi ya Vodacom pamoja na taasisi ya moyo Jakaya Kikwete kupitia taasisi ya Heart Team of Africa ili kuwezesha matibabu kwa watoto wenye matatizo ya moyo. Dr. Kisenge amesema kuwa kwa mujibu wa utafiti uliofanyika, kati ya watoto 100 ambao wanazaliwa nchini, watoto 2 wana matatizo ya moyo, huku wengi wao wakishindwa kupata matibabu ya moyo kwa wakati kutokana na kukosa fedha za matibabu. Vodacom Foundation watatoa msaada mkubwa kwenye taasisi ya moyo, kwanza katika kusapoti magonjwa ya moyo kwa watoto wanao uhitaji, lakini vile vile watatusaidia katika kuimarisha jengo la ICU la watoto wa moyo ili tuweze kufanya operation nyingi. Kama mnavyofahamu, takwimu zinaonyesha kati ya watoto 100 wanaozaliwa basi kuna mmoja ana tatizo la moyo. Hapa nchini Tanzania kuna watoto zaidi ya 14,000 wana uhitaji wa matibabu ya moyo katika upasuaji. Sasa kati ya hao 4,000 wanahitaji haraka upasuaji wa moyo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi Vodacom, Philip Besmile, pamoja na mkurugenzi wa Vodacom Foundation Bizuena Farah, wamesema kupitia makubaliano hayo wataweza kugharamia 30% ya gharama za matibabu kwa watoto zaidi ya 100 walio katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Kama takwimu zinavyoonyesha, zaidi ya watoto 15,000 wanazaliwa kila mwaka wenye matatizo ya moyo. Hawa ni watoto wachanga, wanakuja duniani, wamepewa fursa kama sote tuliopewa fursa hizo, na maisha yao yanakuwa hatiani au yanakatwa fupi kwa sababu ya uwezo. Serikali ya Tanzania inatoa msaada wa 70% kukava au kuwatibu hawa watoto. 30% inayobakia bado ni kiwango kikubwa sana kwa familia nyingi. Kama Vodacom Tanzania tunavyozungumzia ujumuishi wa kidijitali, hatutizami tu mtu akiwa na simu au yuko kwenye mtandao. Tunatizama kote, wakiwemo hawa watoto wachanga ambao wanazaliwa. Leo tumepita wodini, tumekuta watoto wenye umri ya chini ya miezi 2 ambao wamefanyiwa intervention, lakini pia tumekutana na watoto wenye miaka 7 ambayo huyu mtoto wa miaka 7 stage alofikia ni ameshachelewa. Lakini ingekuwa tunaweza kudetect mapema, tungeweza kuintervene mapema na mtoto angekuwa kama mtoto wengine wote ambao hawana matatizo ya moyo. Naye Dr. Naizijwa Majani, mkurugenzi wa taasisi ya Heart of Africa Foundation, amesema makubaliano hayo si tu yatawanufaisha watoto wa Kitanzania, bali tanufaisha watoto wa bara zima la Afrika wanaopata matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, ambayo imekuwa ikihudumia watoto wengi kutoka mataifa ya bara la Afrika.
Na watu wengi wanauliza kwa nini Heart Team Africa Foundation inasaidia mtoto tu? Tunajua kwamba mtu mzima anapoumwa, chukulia mfano wewe una miaka 40, ukitokea ukaumwa, una msaada zaidi wa mmoja. Watakusaidia mume wako, mke wako, watakusaidia watu unaofanya nao kazi, watakusaidia majirani, una watu wengi ambao wanaweza kukushika wewe kwa ukaribu zaidi. Lakini akitokea mtoto akaumwa, nani anamsaidia? Anabaki mzazi peke yake. Na matibabu haya ya moyo ni gharama sana, kama tulivyoambiwa, na duniani kote matibabu ni gharama sana. Kwa familia nyingi haziwezi kujimudu. Na tukimbakizia mzazi peke yake, tunamwachia mzazi mzigo wa kuamua afanyeje. Amwache huyu mtoto mmoja tu aende kama itakavyokuwa, au atumie ile fedha kuwasaidia watoto wengine. Kwa tunaweka familia nyingi katika sehemu ngumu sana ya kufanya maamuzi. Hadi sasa kupitia mpango huo tayari jumla ya watoto 38 wameshanufaika. Kupitia makubaliano hayo, kampuni ya Vodacom inatarajiwa kukarabati chumba cha uangalizi maalum kwa watoto wenye matatizo ya moyo kilichopo katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Tanzania imetajwa kuwa nchi ya kwanza kwa bara la Afrika kwa kuwa na hospitali ya umma ambayo imewezesha vifaa vya usikivu kwa watoto zaidi ya 106 tangu kuanza kwa zoezi hilo mwaka 2017, huku jumla ya shilingi bilioni 6 zikiokolewa endapo watoto hao wangeenda kutibiwa nje ya nchi. Goodluck Msolla ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa zoezi la kufunga vifaa vya usikivu kwa watoto 16 na mtu mzima mmoja, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili Dr. Delila Kimambo amesema kati ya watoto hao 106, watoto zaidi ya 69 ikiwa ni sawa na 67% wamepandikizwa vifaa hivyo ndani ya miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia uwekezaji uliofanyika nchini, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa maabara ya vifaa vya usikivu pamoja na kituo cha elimu ya jinsi ya kuzungumza. Tunaweza kufikiri uwekezaji mkubwa umefanyika kwa watoto wetu labda kwa magonjwa ya moyo, lakini uwekezaji wa vifaa vya usikivu ni uwekezaji mkubwa mno. Na kuwa na serikali ambayo inajitolea na kukomiti kuwahudumia watoto hawa ni jambo ambalo linahitaji sisi kama Watanzania kuliona ni la busara zaidi, na kushukuru serikali yetu kwamba imeweza kugharamia watoto wetu wakaweza kupata hii huduma tukiwa nao hapa nchini. Nadhani tukipata muda tutamuuliza Baba Shafii wakati alipoenda nje kwa mara ya kwanza na mtoto ni tofauti na unapokuwepo hapa. Kwa upande wake Dr. Aslam Inkia kutoka hospitali ya taifa Muhimbili amesema matatizo ya usikivu nchini yamekuwa yakiongezeka siku hadi siku kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo matumizi ya dawa isivyo sahihi, mazingira ya kelele pamoja na ukatili wa kijinsia, huku akieleza kuwa kila mwezi hospitali ya taifa inapokea wagonjwa kati ya 15 hadi 20 ambao wana matatizo ya usikivu, huku 80% wakiwa ni watu wazima. Wengine wanakuja kwa sababu wameshaanza kupata ile dalili za kwanza za usikivu, kule tunapaka ni sensory neuro. Kwa hiyo ni watu ambao tunakaa, tunawaelewesha na tunawahamisha kwenye ile sehemu ambayo kuna kelele, kwa aidha kuwaambia waajiri wao au kuandikia taarifa za matibabu ili mwajiri aweze kuhamisha eneo la kazi. Lakini ukweli ni kwamba matatizo yanazidi kuongezeka sasa hivi. Na baadhi ya wazazi na watoto ambao wamenufaika na programu hiyo ya uwezeshaji wa vifaa vya usikivu wamesema hatua hiyo imesaidia kurejesha tabasamu kwa watoto walio wengi pamoja na kunusuru watoto wengi ambao wangeangukia katika kundi la bubu na viziwi. Tukagundua na shida ya kusikia, tukaendelea na matibabu, hatimaye kupitia mradi huu tukapelekwa nchini India kwenda kupandikiza mashine ya kwanza, ya pili tukapandikizia hapa Muhimbili. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ya miaka 13 tukiwa tulipandikiza usikivu ule wa kwanza. Na ukiondoa hilo, amesoma shule ya English Medium St. Joseph Millennium pale Posta. Kwa sasa yuko sekondari kidato cha pili St. Anton. Changamoto zipo na mafanikio yapo kwenye tatizo kama hili la mtoto kutosikia. Changamoto kubwa zinazopatikana baada ya kufanyiwa cochlear implant ni kutohudhuria speech therapy. Usipohudhuria speech therapy, na maana mtoto hataweza kusikia na hataweza kuongea, pamoja kwa ni mnufaika wa kupandikizwa hiyo cochlear implant. Mpaka sasa Edric anaendelea vizuri
anasoma English medium, anafanya vizuri darasani, anafanya mambo yake yote ya msingi na tunawasiliana vizuri kabisa. Yata Msomba. Na baba anaitwa nani? Baba anaitwa Pasco Mtama. Asante. Asante. Una miaka mingapi? 6. Unakaa wapi? Makabe. Mama anaitwa nani? Mama anaitwa Enzo Magesa. Hata hivyo, hospitali hiyo ya taifa ya Muhimbili imetaja baadhi ya mazingira hatarishi kwa matatizo ya usikivu, kwa ni pamoja na kufanya kazi katika mazingira ya kelele, matumizi ya headphones, pamoja na hatua ya matumizi ya dawa bila kufuata ushauri wa daktari. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Wazazi na walezi nchini wametakiwa kutambua kwamba utunzaji wa maadili kwa watoto si jukumu la walimu pekee, bali ni wajibu wa kila mzazi kuhakikisha mtoto anakuwa katika misingi bora na imara ya malezi ndani ya jamii. Recho Chacha ameandaa taarifa zaidi. Aidha, amewataka kuhakikisha wanasimamia malezi na maadili ya watoto wao ipasavyo badala ya kuacha jukumu hilo kwa ndugu wa karibu. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa shule ya Blue Nile, Samuel Sinda, wakati akizungumza kwenye mahafali ya darasa la 7 ya shule hiyo, ambapo amesema maadili ya watoto kwa sasa yameporomoka kwa kiasi kikubwa, hivyo ni wajibu wa kila mzazi kuhakikisha anasimamia mwenendo na masomo ya mtoto wake. Wazazi pamoja na kupeleka watoto shule, lakini pia tuwe makini na maadili ya watoto. Kiukweli maadili, mmomonyoko wa maadili katika nchi yetu unazidi mambo sio mazuri. Kwa hiyo tuombe tu, hiyo sio swala la serikali, ni mtu mmoja mmoja. Serikali haiwezi kuja kuzima TV nyumbani mtoto afanye homework. Yaani serikali haiwezi kuja kuzima TV mtoto wako afanye homework. Ni wajibu wa mzazi. Sasa kuna sehemu zingine lawama zingine zinapelekwa serikalini ambazo sio lawama za serikali. Wazazi kama wazazi tuchukue au wachukue nafasi zao. Wachukue majukumu kama wazazi. Wazazi na hosia wajitahidi kuweka akiba kwa ajili ya malezi na maandalizi ya watoto wetu. Tunajua elimu ni gharama, lakini kupitia uwekaji wa akiba kupitia akaunti za benki ya NMB, tuna akaunti maalum kwa ajili ya watoto ambazo hazina gharama. Unaweka kidogo kidogo kwa ajili ya maendeleo ya wanafunzi. Tumeona katika risala ya watoto wetu, wapo baadhi ya watoto ambao wameshindwa kumaliza ada kwa wakati, lakini pia inatokana na namna ambavyo wazazi wanakuwa hawajajipanga. Katika mahafali hayo, mwanafunzi Johari Hussein aliyemaliza darasa la 7 ametumia fursa hiyo kuzindua kitabu chake cha kwanza kiitwacho Mtoto wa Afrika, huku akiwaomba wazazi na walezi waliohudhuria mahafali hayo kujali na kuendeleza vipaji vya watoto wao, kwani ni sehemu ya mafanikio ya mtoto. Mtoto wa Afrika kinahamasisha watoto kuendelea kudai haki zao. Kinahusiana na watoto kudai haki zao, kupambana na changamoto ambazo zinawakabili. Na washauri wazazi wasiwakatize watoto wao kwa kuona kwamba mwanangu akiendelea kufanya hichi kipaji chake atafeli. Hapana, wamwache huko akiendelea kusoma masomo ya kawaida ya shule. Inatufundisha kama haki za watoto, kupata haki za watoto, kuhamasisha watoto katika haki zao. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Sikonge Thomas Mnyinga ametatua mgogoro wa ardhi baina ya viongozi wa serikali ya kijiji cha Igigwa na kijiji cha Wankolongo ulioibuka baada ya serikali kujenga kituo cha afya Igigwa kwenye eneo linalodaiwa ni mpaka unaotenganisha vijiji hivyo viwili, ambapo viongozi hao wamekuwa wakisigana, kila mmoja akidai kituo hicho cha afya ni mali ya kijiji chake. Taarifa yake Joseph Ndawi inasomwa hapa studio na Goodluck Msola. Hiki ndio kituo cha afya cha Igingwa ambacho kimejengwa na serikali kwenye kata ya Igingwa wilayani Sikonge mkoani Tabora ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wa vijiji hivyo viwili na vijiji vya jirani. Lakini kujengwa kwa kituo hichi cha afya cha Igingwa kumeibua mgogoro mkubwa baina ya viongozi wa serikali ya kijiji cha Igingwa na kijiji cha Wankolongo, wakivutana, kila mmoja akidai kituo hicho ni mali halali ya kijiji chake. Tawala wetu ulikuwa unaishia darajani,
wa kijiji cha Igigwa hadi huko Mnadani. Sasa hili eneo ina maana sasa lote linaenda Wankolongo kuanzia kule hadi kule nilikuwa ni eneo la utawala wa kijiji cha Igigwa. Kwa hiyo Wankolongo wao ndio walienda ile beacon walienda kuweka wao kama wao bila viongozi wa Igigwa. Hii yote Wankolongo. Ndio maana yake hiyo. Alafu mimi Igigwa kutoka Igigwa huko barabara hamna. Nikifika hapa ndio eneo langu la Igigwa linaisha linakuwa sehemu hii hapa. Changamoto yoyote katika kupelekea mgogoro ni kwamba hivi vijiji wakati vinagawana hakuwa na mpaka ambao ulikuwa unaonyesha huyu anaishi wapi anaishi wapi. Hasa kutokana na maendeleo ya kata hii ya Igigwa kikajengwa kituo cha afya cha kata ya Igigwa. Sasa kilivyojengwa kituo ndio kikasababisha mgongano kati ya serikali ya kijiji cha Wankolongo na Igigwa. Mkuu wa wilaya Sikonge Thomas Mnyinga akiwa ameambatana na jopo la wataalamu kutoka Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi wakalazimika kufika eneo hilo ili kutafuta ufumbuzi na kutoa msimamo wa serikali juu ya mgogoro huo, ambapo mkuu wa wilaya akaagiza eneo hilo la kituo cha afya cha Igigwa ligawanyike nusu kwa nusu ili vijiji vyote viwili viwe na haki ya kumiliki kituo hicho cha afya. Hapa ndo ilikuwa chanzo cha nini? Cha mgogoro, kwa maana pointi hii kwamba hawa watu wa Igigwa walitaka kituo cha afya kisome kwao, ambacho mimi nimewaambia hakina issue yoyote kwa sababu ni chakata cha watu vijiji sita wala sio cha mtu mmoja. Alafu hakina faida yoyote, faida ni kutibiwa tu. Hakuna mtu atapata hapa faida, hamna mapato hapo yatashuka eti yaende Igigwa au yaende Wankolongo kwa sababu ni kituo chao au kinasoma kwenye ardhi yao. Hakuna. Nimewaambia kuhusu habari ya kumiliki ardhi. Ardhi hii haiami kwenda kwa mtu yoyote. Sasa kwa sababu eneo la mgogoro hili ambalo lilikuwepo, serikali imeamua kugawa mara mbili. Yaani maana yake si mnagombana kwenye kituo cha afya, tumetafuta nusu yake. Ambao mtaalamu amesema toka eneo la Wankolongo. Malunguja, si ndio? Hapa ndio tuliko ni katikati. Na hivyo anashauri biko niwekwe pale. Migogoro hii ya mipaka ina athari kubwa sana katika zoezi hili linaloendelea. Athari kubwa kimsingi ni kwamba mpango lazima uonyeshe ukomo wa kijiji kinaishia wapi. Kwa hivyo kama kuna mgogoro wa mpaka hautaweza kupanga, unapanga hadi wapi. Kwa hiyo ni vizuri mgogoro ukatatuliwa wa mipaka ili tuelewe mipaka ya kijiji na hatimaye wananchi waweze kushirikiana kuweza kuandaa matumizi mbalimbali katika kijiji chao. Kufuatia hatua hiyo, baadhi ya wananchi wa vijiji hivyo wakaipongeza serikali kwa maamuzi iliyochukua. Nimeridhika na mgao huu DC kaupitisha. Iko sawa na nimeridhia bila matatizo ya aina yoyote kwa niaba ya wananchi. Sasa hapa hata migogoro itatatuliwa kisheria na mtu atapewa haki yake. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, wazee wa mkoa wa Dar es Salaam wamewataka Watanzania kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani ya nchi, huku pia wakiitaka jamii kushiriki uchaguzi kwa amani na utulivu, kwani uchaguzi ni haki ya kikatiba. Mrisho Mapeo anayo taarifa zaidi. Kauli hiyo ya wazee wa mkoa wa Dar es Salaam imekuja kufuatia uwepo wa matamko ya baadhi ya watu wanaohamasisha Watanzania kususia uchaguzi na kutaka kufanyika kwa maandamano siku hiyo ya uchaguzi, mambo ambayo yanaashiria uvunjifu wa amani. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano lililokutanisha zaidi ya wazee 200 wa mkoa huo, mwenyekiti wa baraza la ushauri la wazee la mtaa wa Jogoo, Romuald Rwechungura, amesema wazee hawapo tayari kuona taifa linaingia kwenye machafuko kwa sababu ya maslahi binafsi, hivyo wamewataka vijana kuwa makini na kuendelea kulinda amani ya nchi. Tamko la wazee ni kuwa haya mambo yanayosemwa, hizi nadhiri zinazowekwa za kutoshiriki uchaguzi, za kuwakataa viongozi, baadhi ya viongozi, lakini wanataka viongozi wengine ndio waingie. Wazee wanatoa tamko kwamba hiyo wanaikana, kwa sababu wazee wakinyamaza ina maana hicho kitu kinakuwa kweli. Ni nchi iko chini ya ulinzi wa jeshi, kwamba ni taifa la wananchi wa Tanzania wote. Hakuna mwananchi ambaye ni Mtanzania hii taifa hili alimuhusu. Na ni serikali, tunaenda kuitengeneza serikali ambayo ipo kwa mujibu wa sheria. Na tarehe ya uchaguzi ilipokwisha tangazwa, imetangazwa kwa mujibu wa sheria, na uchaguzi utafanyika kwa mujibu wa sheria.
Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la wazee kata ya Goba, Yahya Ngema, amewataka vijana na Watanzania kwa ujumla kujitokeza kupiga kura na kuepuka vitendo vyote vinavyoashiria uvunjifu wa amani na kulitaka jeshi la polisi kufanya kazi zao kwa weledi kwa kufuata sheria, huku Ahmad Tamla, katibu wa wazee wa Mbezi Luisi, akiwataka Watanzania kuheshimu mamlaka zilizopo. Sisi amani hatukununua. Sisi amani sio somo kwamba somo tumeletewa au tumeadhima nchi nyingine. Ni asili ya Tanzania. Amani haitatoweka na haiwezi kutoweka. Tutapambana, tutaungana, tutahakisha amani inakwenda. Tuna mambo matatu ambayo ndio yanayoshangaza dunia. Hatuna udini, hatuna ukabila, hatuna misukosuko. Ndio maana hata uhuru wetu hatukuupata kwa vita au kwa mapambano. Tutii mamlaka zilizowekwa. Chaguzi zimepangwa na tume ya uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya nchi na sheria ya nchi. Sasa ukitii ile, hutafanya hayo madhara, sijui ya kusema maandamano, kama sijui watu wasishiriki, sijui nini. Kwa hiyo pale unavunja sheria, kutii pale. Lakini kama ukijifunza kutii sheria za nchi, mamlaka ya nchi, utakuwa na mawazo kama hayo. Kwa hiyo sasa naungana na wenzangu waliotangulia, uchaguzi utafanyika kwa mujibu wa taratibu. Maandamano ya ovyo ovyo yatakuwa hayastahili kwa sababu maandamano ya ovyo ovyo yana madhara makubwa tu. Hata hivyo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya vijana na wanawake Tafeyoko, Elvis Makumbo, aliposhiriki kongamano hilo la wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, ameitaka jamii kutambua umuhimu wa amani ya nchi na umuhimu wa uchaguzi. Sisi kama vijana tunawasihi vijana wenzetu na Watanzania kwa ujumla, huu uchaguzi ni muhimu sana kwenye taifa letu. Ndio ambao unatupa fursa ya kuchagua viongozi kwa miaka 5 ijayo, kwa maana ya rais, kwa maana ya wabunge, kwa maana ya madiwani, ambao ndio watu watakao tuwakilisha kwenye mambo ya kimaamuzi ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo yale maneno ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao na Watanzania wenzetu kwamba tususie uchaguzi, tuandamane, sio maneno mazuri. Ni maneno ambayo nyuma yake kuna ajenda ya vurugu, kuna ajenda ya vita, ambayo wako watu wanataka nchi hii imwage damu siku ya tarehe 29. Kama kijana kusisitiza amani, hasa kipindi hichi ambacho ni cha uchaguzi ambao ni tarehe 29 Oktoba. Sisi kama vijana naomba please tuzingatie amani. Amani ndio kila kitu. Tuendelee kuendeleza hii fahari yetu ya kuwa na amani, kufanya kazi kwa bidii, kupendana sisi wenyewe kwa wenyewe, na pia kuendelea kuelekeza wengine na kutokusikiliza maneno ambayo yanachochea ama kutokuleta amani na kuleta vurugu katika nchi yetu. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mgombea ubunge wa jimbo la Nyamagana mkoani Mwanza kupitia Chama cha Mapinduzi CCM John Nzila Nyingi, pamoja na mgombea udiwani wa kata ya Muhandu ambaye pia alikuwa meya wa jiji la Mwanza Sima Constantine, wameahidi wakazi wa kata hiyo pindi watakapowachagua watahakikisha wanaendelea kuboresha miundombinu ya barabara pamoja na huduma za afya. Emmanuel Mashak ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza katika uzinduzi wa kampeni za chama hicho kata ya Muhandu, mgeni rasmi katika uzinduzi huo John Nzila Nyingi amewaomba wananchi kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi kwa kuwapigia kura Oktoba 29 wagombea wake kuanzia diwani mpaka rais, ili waendelee kuleta maendeleo ikiwemo kukamilisha ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami. Nataka niwaambieni, Sima amefanya kazi nzuri na za heshima na za viwango vya juu sana katika kata yetu ya Mandu. Lakini sambamba na hilo, tunazo sababu bilioni 1 za kuendelea kumshukuru Sima. Ukitoka hiyo barabara ya kutoka hapo kupita Temeke, ameijenga kwa kiwango cha lami na sasa iko hapa chini. Mlitaka afanye nini Sima zaidi ya kuyatenda yale ambayo yalikuwa matamanio yenu kwa muda mrefu? Ndugu yangu Sima, nakupongeza. Mungu aendelee kukulinda ili uendelee kuifanya kazi iliyo njema, na Mungu atakusimamia siku zote. Lakini ndugu zangu wa Mandu, wakati anayafanya haya Sima, alikuwepo mbunge ambaye ni Stanislaus Mabula, kaka yangu na mbunge aliyemaliza muda wake, kwa kushirikiana na Daktari Samia Suluhu Hassan walifanya kazi nzuri kama mafiga matatu
Na haya ndiyo matunda ya serikali ya awamu ya 6 ambayo watu wa Mandu mpaka sasa mnafurahia chini ya utumishi wa viongozi hawa watatu. Mpigieni makofi mengi sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake mgombea udiwani kata ya Mhandu Sima Konstantini amesema shauku yao kubwa pindi watakapochaguliwa kwa kipindi cha miaka 5 ijayo ni kwenda kumaliza changamoto katika maeneo yanayokabiliwa na changamoto. Shauku yetu kubwa ndani ya miaka hii 5 ni kwenda kumaliza maeneo ambayo bado yameonekana kuwa na changamoto. Tunatambua ndani ya maeneo yetu changamoto hizi bado zipo, lakini kwa mara ya kwanza tumekubaliana mimi na mwenzangu mheshimiwa mbunge, yapo maeneo ambayo tutayapa kipaumbele. Lakini dhamira yetu kubwa, yapo maeneo bado tunatambua na changamoto. Barabara ya Kisiwani ambayo inaenda katika makaburi, nayo tumekubaliana kwa pamoja kwamba tunaenda kuikamilisha kwa kiwango cha mali. Lakini ndugu zangu, yamkini yawezekana kuna maeneo mengine tusiyoweza kuyagusa kwa barabara za lami. Tutaendelea kufanya maboresho ya barabara hizo kwa kuongeza thamani ya barabara hizo, kwa kuweka mitaro barabara hizo, kwa kuweka mitaro barabara hizo na kuweka kalavati barabara hizo. Yote haya yameainishwa katika kitabu chetu hiki cha ilani cha mwaka 2025 mwaka 2030. Wakizungumza na TVE Habari, baadhi ya wananchi ambao pia ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi katika kata hiyo wamesema kuwa kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita ni maendeleo makubwa yaliyofanywa katika kata hiyo, ikiwemo miundombinu ya barabara na kuboreshwa kwa huduma za afya. Sima amefanya mengi katika kata yetu ya Mhandu. Ametuwekea zahanati, katuletea maji, katuletea shule. Sasa hivi tuna shule kata ya Mhandu, magorofa. Watoto wanasoma kwa kujidai, hawakai chini. Pale kuna mabweni ya wasichana. Sasa hivi wasichana wako imara na wanasoma pasipokuwa na shida. Upande wa barabara tuko vizuri. Barabara kutokea Humaki kwenda mtaa wa Ushashini sasa hivi ni barabara ya mawe. Sasa hivi kule wananchi hawahangaiki. Maji sasa hivi yanatoka usiku na mchana. Kwa upande wa diwani ninamsifia kwa sababu nyingi, na hata alivyokuwa meya na mstahiki wa meya wa jiji la Mwanza, kuna vitu vingi amevifanya katika kata yetu. Kwa hiyo tunaamini kuna vitu anaenda kumalizia. Lazima tumpigie kula za kishindo ili aweze kumalizia pale alipokuwa ameishia. Lakini tunaye kijana wetu mpendwa Bwana Nzila Nyingi. Tunaamini Oktoba tunampa kula za kutosha kwa sababu tunakipenda Chama cha Mapinduzi. Lazima tuweke mafige matatu ambayo yataweza kutuvusha. Tunaamini Sima Konstantini Sima akipeleka hoja zetu tutaenda kumfikia mbunge John Nzila Nyingi, na baadaye John Nzila Nyingi atampelekea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan. Asante sana Emmanuel Mashek kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, Tume ya Ushindani Tanzania Bara na Tume ya Ushindani Zanzibar zaingia makubaliano ya ushirikiano kulinda mlaji dhidi ya bidhaa feki.